We may have our seats. I want to take this opportunity to say thank you to my spiritual authority, my father, Nafasi nichukua kuweza kushukuru mamlaka yangu kiroho who has allowed me to be here this morning. ambaye ameniruhusu kuwa hapa asubuhi ya leo. I also want to say thank you to our mom. Pia nasema asante kwa ajili ya mama. Our mom, she's in the house. Basi yuko katika nyumba hii. And I want to say that we love you, mom, very much. Sema kwamba tunakupenda sana mama, asante sana. We are proud to have you as our mother in the house. Basi tunafurahia kuwa nawe kama mama wetu And I katika want to nyumba hii. thank God for all of us Nataka kushukuru kwa kila mmoja wetu for coming for this service this morning. kwa ajili ya kuja kwa ibada hii asubuhi ya I also leo. want to thank God for those viewing us online, Facebook and YouTube. Wale pia ambao wanatuzama katika mitandao na pia nawashukuru Welcome, sana. and God is going to bless us. Karibuni na Bwana atakuwa kutubariki. I want us to go to our reading of the Bible today. Basi tuelekee mara tu katika kusoma kwa neno letu siku hii ya leo. Genesis chapter number 1, Kitabu ni Mwanzo, sura yake ni 1, verses number 1 to verses number 3. mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Genesis chapter 1, Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, verses number 1 to verse number 3. mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. I will read from Amplified Version. Tenda kusoma katika nakala ya Amplified. I'll read from Amplified Version. Tenda kusoma katika nakala ya Amplified. Genesis chapter 1, Kitabu ni Mwanzo sura yake ni 1, verses 1 to verse number 3. mstari wa kwanza hadi mstari namba 3. The Bible says, in the beginning, God prepared, formed, fashioned, and created the heavens and the earth. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. The earth was without form and an empty waste, and darkness was upon the face of the very great deep. The Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the waters. Na nchi ikawa ukiwa, tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. And God said, let there be light, and there was light. Mungu akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Father, we thank you for the reading of your word. Asante Baba kwa ajili ya kusoma kwa neno lako. We pray in the name of Jesus Naomba kupitia kwa jina la mwana wako Yesu that you will Kristo speak to us this morning. kwamba asubuhi utakuwa kuzungumza Speak nasi. to every life, speak to every heart, speak to every mind in the name of Jesus. Zungumzia kila uhai, zungumzia kila roho na zungumzia kila mawazo katika jina la Yesu. We ask that your spirit will move in this service. Naomba kwamba roho wako atatembea katika ibada siku ya leo. And those watching us online, we pray that God, wherever they are, in their houses, wherever they are, Father, we pray that you will speak and minister to them in the name of Jesus. Wanaotazama kupitia mitandao mahali kokote waliko nyumbani kwa Mungu, ninaomba watumikie katika jina la Yesu. We thank you and we give you praise. Tunakushukuru, tunakupa sifa. In Jesus' mighty name we pray. Katika jina kula Yesu This tumeomba. morning, Asubuhi ya I leo want to speak to us nataka kuzungumza the nasi message I have entitled, ujumbe ambao nimeupa How to kichwa. Hear the Voice of God in the Midst of Challenges. Basi jinsi ya kusikia sauti ya Mungu miongoni mwa changamoto. How to hear the voice of God in the midst of challenges. Jinsi ya kusikia sauti ya Mungu katikati ya changamoto. Passage of scriptures we have read. Sehemu ya maandiko ambayo tumeisoma. The Bible says in the very beginning, Bible inasema kwamba hapo tu mwanzo there was a problem or a confusion on earth. kulikuwepo na shida mahali ya kuchanganyikiwa hapa The duniani. Bible says that the earth was without form. Bible inasema kwamba nchi ilikuwa utupu. It was empty. Ilikuwa ukiwa. It was a waste. Ilikuwa ni kitu bure. And the darkness was upon the face of the earth. Nalo giza lilikuwa limefunika uso wa nchi. And the Bible says
Bible inasema in the midst of all, basi katikati ya haya mambo the yote Spirit of God Roho wa Mungu began to move. akaanza kutembea. And as the Spirit moved, Na vile Roho alivyokuwa the Bible anatembea, says Bible inasema that God began to speak. Mungu naye akaanza kuongea. And God said, Naye Mungu akasema let there be. wacha na kuwe. Today, Siku hii ya leo on the face of the earth, basi katika uso wa we dunia can agree tunaweza there kubaliana is a problem, kunayo shida, there is a challenge, kuna changamoto, there is a waste, kuna hali ya there is kutokuwa a bure, confusion. kuna hali ya But in kuchanganyikiwa. the very confusion, Lakini katikati ya there is kuchanganyikiwa huku also a voice of God. kunayo pia sauti ya Mungu. I want to submit to us. Basi ningelipenda kuwaleteni, God has never left his people without speaking. Mungu hajawahi kuacha watu wake hivyo. In every time, Kila wakati, in every dispensation, katika nyakati zote God zile, has always spoken. Mungu amekuwa akiongea. Anytime Na kila the wakati people of God watu wa Mungu had a challenge, walikuwepo na God changamoto, would speak. Mungu alikuwa I anaongea. want to say Ningelipenda that kusema in this time, kwamba wakati in huu, the condition we are in, hali tulio ndani there is yake, a God in heaven. kunaye Mungu And the mbinguni. God we have in Naye heaven, Mungu tuliye naye mbinguni, he is speaking. yeye I anaongea. want to challenge us Ningelipenda kuatieni that you changamoto rely on God kwamba kwa mawazo ya Mungu and you will hear God. kwamba utasikia Mungu. Child of God, Mtoto wa Mungu, today siku ya leo God Mungu is speaking. anaongea. The Bible says Bible inasema that God said, Mungu akasema let there be light, wacha kuwe nuru, and there was a light. na kukawa nuru. God said, Mungu akasema let there be peace, wacha kuwe na and amani, there was a peace. na kukawa na amani. Let there be breakthrough, Wacha kuwe na and upenyo, there was a na breakthrough. kutakuwa na upenyo. I want to say, Ningelipenda kusema if there is a time kama kuna that wakati, you and I wakati wewe na mimi needed the voice of God, tulihitaji sauti ya it is Mungu, now. ni wakati huu. Right now, Sasa hivi there are so many voices kuna sauti aina that are nyingi speaking, ambazo and zinaongea, many people na watu are wengi losing focus. wanapoteza Many mtazamo, people watu wengi are losing direction. wanapoteza Many mwelekeo, people watu wengi are committing suicide wanajinyonga. because of many voices. Ni kwa sababu ya But sauti in the nyingi, midst of all voices, lakini katikati ya there is sauti a voice zote of God. kuna sauti ya I Mungu. pray today Ninaomba leo that in the midst kwamba katikati of many voices, ya sauti you nyingi will hear the voice of God. utasikia sauti ya Mungu. I want to say, Ningelipenda kusema you cannot become anybody. hauwezi fanyika mtu yoyote You yule, cannot become anything. hauwezi fanyika chochote You kile, cannot achieve anything hauwezi afikia chochote without the voice of God. bila kuwepo sauti ya John Mungu. chapter 15, Kitabu cha Yohana mlango wa verse 15 number 5. na mstari wa The 5, Bible says, Bible inasema for without me, kwamba bila you mimi can do nothing. hamwezi lolote. Child of God, Mtoto wa Mungu, today, siku ya leo submit your life, wewe toa maisha yako, submit your spirit, toa roho yako, submit your mind to toa mawazo the yako voice of kwa God. sauti yake Mungu. Because where the voice of God is, Mama, sauti ya Mungu ilivyo, there is victory. basi kuna I ushindi. speak today Ninazungumza in leo the name of Jesus. katika jina la Yesu, Whatever condition you are in, hali yoyote ulio the nayo, voice of God, sauti ya in Mungu the name of Jesus, katika jina la I Yesu, speak the word of God. naongea neno la Mungu. Let there be peace. Wacha kuwe na Let amani, there be calmness. wacha kuwe na Let utulivu, there be direction. wacha kuwe na Let mwelekeo, there be order. wacha kuwe na Let mpangilio, there be victory. wacha kuwe na I ushindi. speak the word of God Nazungumza neno la over Mungu, your life. fungua maisha And I yako, declare na in ninatangaza this condition, hiyo hali in yoyote this season, katika majira you haya shall not die. You hautakufa, shall not lose.
hautapoteza, shall not go down. hautaenda In the chini name of Jesus. katika jina la The Yesu. Bible says, Bible inasema anytime kila the wakati people of God watu wa Mungu had a problem, walipokuwa na shida, God sent a word. Mungu alituma neno. Today, Leo there is a word. kuna neno. Today, Leo there is a word. kuna A neno. word for your life. Neno la maisha A yako. word for your family. Neno la familia A yako. word for your condition. Neno la A familia yako. word for your body. Neno la A mwili word wako. for your mind. Neno la mawazo A yako. word for your children. Neno kwa watoto A wako. word for your husband. Neno la mme A wako. word for your job. Neno la kazi A yako. word for your business. Neno la biashara Today, yako. Leo I prophesy, ninatabiri you shall not die. hautakufa. Today, Leo I prophesy, ninatabiri you shall not go down. hautaenda chini. Today, Leo I prophesy, natabiri you shall not perish. You hautapoteza, will go up utaenda in the juu name of Jesus. katika jina la Yesu. You cannot become anything Hawezi fanyika chochote without God. bila kuwa na Mungu. The Bible says Bible inasema hivi. in John chapter 1, Kitabu cha Yohana mlango wa kwanza, verse 1, mstari wa kwanza verse number 3. na mstari hadi mstari wa tatu. John chapter 1, Kitabu ni Yohana mlango wa Verse kwanza, one, mstari wa verse kwanza number 3. hadi mstari wa The tatu. Bible says, Bible inasema John John chapter 1, verse 1 to 3. Yohana, In the beginning, hapo mwanzo before all time, kabla wakati was wote the word of God. kulikuwepo neno la That Mungu. is Christ. Huyo ni Kristo. And the word was with Na God, neno lilikuwa na and the Mungu. word was God himself. Na neno lilikuwa Mungu mwenyewe. Verse number 2. Mstari wa pili, He was present originally with God. alikuwepo hapo mwanzo pamoja na Mungu. Verse 4, verse 3. Mstari wa All tatu, things were made and become into existence through him. basi mambo yote yalifanyika na kuanza kufanya kazi kupitia kwake. And without him Na bila yeye was not even one thing made that has come into being. hakuna chochote ama jambo lolote ambalo lilipata kuwepo Without the word of God, bila neno la Mungu. anything you want to become Chochote ambacho ungelipenda in kufanyika this life, katika haya you maisha, need the word of God. unahitaji neno la You Mungu. need the word of God. Unahitaji neno The la Bible Mungu. says, Bible in inasema the very beginning, hapo mwanzo there was the word. kulikuwepo And neno, without the word, na bila kuwepo kwa there neno was nothing kulikuwa hakuna that was kitu made. ambacho Now, if you kilitengenezwa. want to become, Lakini kama if you utafanyika, want things to happen, kama utaka mambo yafanyike, seek for the word. wewe tafuta neno, Seek for the word. tafuta neno, Have the word. kuwa na neno. Get to know Wewe pata kujua what is it ni nini hicho that God ambacho is Mungu speaking. anaongea. And as I said, Na kama anavyosema, in every condition, katika hali yoyote, every dispensation, kila nyakati yoyote, God has always Mungu kila wakati sent his word. ametuma neno Now, lake. where the word of God is not, Mahali neno la Mungu alipo, according to Genesis chapter 1, kulingana na Mwanzo sura ya kwanza, there is emptiness, kuna utupu, there is confusion, kuna hali ya there kuchanganyikiwa, are chaos. basi kuna ghasia. But the moment the word arrives, Lakini punde tu neno la Mungu linapofika, there is order. kuna mpangilio, There is order. kuna mpangilio. Before you take any step, Kabla kuchukua hatua yoyote, before you take any step, kabla kuchukua hatua yoyote, seek to hear. tafuta kusikia, What is it je, ni nini that hicho God is saying? ambacho Mungu anasema. When you read 1 Samuel chapter 30, Unaposoma kitabu cha Samueli wa kwanza na mlango wake Samuel chapter 30, 30, Samueli wa kwanza mlango wake 30 verses number 1, na mstari wa so verses kwanza 8. hadi mstari wa 8. 1 Samuel chapter 30, Samueli wa kwanza 30 verses 8. mstari wa 8. Please keep me in King James Version. Basi nipe katika King James Version. 1 Samuel 30, verse 8. Wa Samueli wa kwanza 30 na mlango wa 8. 1 Samuel chapter 30, verse 8. King Ba- James Version, Basi please. Samueli wa kwanza 30 na mstari wa 8. The Bible says, Bible inasema, and David inquired at the Lord, Daudi naye akamuuliza Mungu saying, akisema shall hivi, I pursue after this troop? je, nitafuata hili jeshi? Shall I overtake them? Je, nitawapita? And he answered him,
Na akamjibu akamwambia, Pursue, wafuate, for thou shalt surely overtake them, maana kwa hakika utawapita, and without fail recover all. na bila kukosa uweze kupata kila kitu. David understood Daudi alifahamu that the battle kwamba vita and the success in life, na kule kufaulu katika maisha it can never be without God. haiwezi fanyika bila kuwepo Mungu. And so the Bible says Na kwa hivyo Bible inasema that before David took off, kwamba kabla Daudi achukue safari, he began by inquiring of the Lord. alianza kwa kumuuliza Mungu. And the number one, Na jambo la kwanza, shall I pursue? je, nitafuata? And if I pursue, Na je, nikifuata, will I overtake? je, nitawapata? If I overtake, Na nikiwapita, will I recover? je, nitarejesha? The problem Shida that we have in the church ambao tuko nayo hapa and the kanisani believers, na waaminio, that because you know how to do it, kwamba unajua jinsi ya and kufanya, because you did yesterday, na kwamba ulifanya jana and you succeeded, na ukafaulu, you think that today, unafikiria kwamba when you leo begin to do it, utaanza kufanya, you will succeed. wewe utafaulu. You must develop a habit Lazima ukuze tabia that before you do anything, kwamba kabla ya kulifanya lolote, seek God. wewe mtafute Mungu. Seek God. Tafuta Mungu. Is it the will of God? Je, ni mapenzi ya Are Mungu? you in the purpose of God? Je, uko katika makusudi ya Because if Mungu? you understand, Maana ukielewa then success kwamba shall be your portion. basi kutakuwa ni sehemu yako. Praise God. Bwana apewe sifa. Seek God Wewe mtafute Mungu before you take any step. kabla ya kufunga ama Before you kuchukua, begin that business. kabla ya kuanza hiyo biashara, Before you begin that project. kabla ya kuanza huo mradi, Before you seek for a husband or a wife. kabla ya kumtafuta mume ama kumtafuta mke, Seek God. tafuta Mungu kwanza. Seek God. Tafuta Mungu Seek kwanza. God. Tafuta Mungu kwanza. Because Ni kwa sababu everything, kila kitu it is not about the money that you have. sio kuhusiana na zile pesa ulizo Everything, nazo. Kila kitu it is not about the friends that you have. si kuhusiana na marafiki ulio nao. Everything, Kila kitu it is not about the experience you have. si kwamba ni ule ana ile experience uko nayo. Seek God. Wewe mtafute Mungu. Seek God. Tafuta Mungu. Seek God. Mtafute Mungu. There is a man in the Bible. Kuna neno katika Bible. A man in the Bible. Kuna mtu katika Bible. That is first Exodus chapter 33. Anapatikana kitabu cha Kutoka mlango wa 33. Verses number 13 to 15. Basi mstari wa 13 hadi 15. This is the man by the name of Moses. Huyu ni mtu kwa jina Musa. Moses Musa was to make a move. alikuwa achukue hatua To move. kusonga mbele. And Moses Na is Musa telling God, anaambia Mungu, God, if Mungu, you don't go with us, kama hauendi nasi, we are not going. hatutaki If kuenda. you don't make a move with us, Kama hausongi nasi, we are not going. sisi The hatuendi. challenge to us, Changamoto kwetu, how many of us, ni wangapi wetu, before you leave your house in the morning, kabla kutoka nyumba yako you will asubuhi, tell God utaambia that Mungu, God go with me. ye Mungu enenda nami. Moses told God, Musa akaambia if Mungu, you are not going with us, kama hauendi nasi, we are not going. hatuendi. Until God Hadi Mungu had to confirm ilibidi and athibitishe told Moses, na akaambia Musa, my present ni uwepo shall go wangu with you. utaenda na Now the nyinyi. presence of God, Uwepo wa Mungu it talks about God inaongea kuhusu because Mungu, the presence of God maana uwepo wa can Mungu never be haitakuwa where God is not. mahali ambapo Mungu For hayupo. example, Kwa mfano, the presence of Vincent basi uwepo wa Vincent is here uko hapa because I am here. ni sababu niko hapa. Are you listening to me? Je, Now, if mnanisikiliza? God says, Na kama Mungu my anasema presence uwepo shall wangu go with you, utaenda na it nyinyi, means that anamaanisha God kwamba shall be Mungu with you. atakuwa na nyinyi. Before you do anything, Kabla lolote lile, seek God. we tafuta Mungu, Seek God. tafuta Mungu. Now, there are different voices
Kuna sauti tofauti that the people hear today. ambazo watu husikia leo. Different voices. Sauti tofauti People hear today. watu wanasikia leo. Let me read this First Corinthians chapter 14. Wacha nisome kitabu cha Wakorintho mlango wa kwanza mlango wa 18. First Corinthians 14 verse 10 and 11. Wakorintho wa kwanza mlango wa 14 na mstari wa 10. 14, 10 and 11. Wakorintho wa kwanza 14, 10 na 11. The Bible says, Bible inasema there are, kunao it might be so many kinds of voices in the world. labda kunaweza kuwa na sauti nyingi katika ulimwengu. And none of them is without signification. Na hakuna hata mmoja ambao haitambuliki. Therefore, Kwa hivyo najua if I know not the meaning of the voice, kama sielewi maana ya sauti, I shall be unto him that speaketh a barbarian. basi nitakuwa kama yule ambaye anaongea lugha ieleweki. And he that speaketh Na yule ambaye anaongea shall be a barbarian unto me. na pia natakani kama yule ambaye hanielewi. Paul pia. is saying, Paulo anasema there are so many voices kuna sauti that you tofauti speak. ambazo anaongea. But if you don't understand the voice, Kama hauelewi hiyo sauti, you become a slave wewe unakuwa to mtumwa the person speaking. kwa yule ambaye anaongea. And that is why Na hiyo ndio sababu today siku ya leo many people watu wengi have become slaves wamefanyika to watumwa the people who spoke in their life. kwa watu ambao waliongea katika maisha yao. Today, Siku ya leo I want to show you how some voices that are speaking today. vile anataka kuonyesha vile ambavyo sauti fulani zinaongea siku ya leo. We have the voice number 1, Tuko na sauti namba 1, the voice of God. sauti ya Mungu. The voice of God. Sauti ya Mungu. The Bible says Bible inasema in 1 Kings chapter 19, kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango 19 verses number 12. na mstari 12. 1 Kings chapter 19 verse 12. Basi Wafalme wa kwanza 19 The mstari Bible 12. says, Bible inasema after the earthquake a fire, baada ya tetemeko la ardhi na moto, but the Lord was not in the fire. na Bwana hako katika ule moto. And after the fire, a sound of gentle silence, stillness, and a still small voice. Basi na baada ya moto katokea sauti nyororo iliyotulia. Bible said there was a thunder, earthquake, and whatever. Bible inasema kulikuwa na gurumo, tetemeko la But ardhi in na mambo all mengine. that, Lakini katika haya mambo God yote was not in any of Mungu them. hakuwepo katika hizi sauti. And the Bible says, Na Bible inasema after that, baada ya hiyo there was a still voice. kulikuwepo na sauti That was nyororo. the voice of God. Hiyo ndio ilikuwa ni sauti ya I Mungu. want to say, Ningependa kusema God does not speak Mungu yeye haongei in the midst of confusion. katikati ya changamoto. If you must hear God, Kama utamsikia you Mungu must be silent. lazima uwe You umenyamaza. must be in a quiet environment. Lazima uwe mahali pamenyamaza. God will speak. Mungu I ataongea. can say today, Ninaweza kusema so many leo voices sauti nyingi that we hear now ambazo tunazisikia leo about the COVID-19, ambazo kuhusu about the COVID-19 economy of the world. kuhusiana na uchumi za dunia. Some of those voices, Baadhi ya sauti hizo they don't come from God. hazitoki kwa Mungu. There is a voice of God. Kuna sauti ya And Mungu. the voice of God, Nayo sauti ya Mungu it says inasema that after all, kwamba baada I haya am yote God. mimi ni Mungu. I will perform Nitatenda that which I say. kile ambacho I nilisema. will perform. Nitatenda. And that is why I say, Na ndio hivyo you nilivyosema. shall arrive Utainuka to your destiny, katika hatima yako. because there is a voice Maana kunayo of sauti God ya Mungu speaking in your life. inayoongea katika maisha yako. Praise God. Bwana apewe sifa. The Bible says, Bible inasema John chapter 10, kitabu cha Yohana mlango wa verse 10 number 27. na mstari 27. John 10, Yohana 10 27. 27 It says, nasema hivi, the sheep kondoo that are my own hear and listening to my voice. basi na kondoo wangu wanaisikiza sauti yangu, And I know them, na mimi huwajua, and they follow me. nao hunifuata. The voice, the sheep of God.
basi kondoo wa Bwana, the children of God, basi watoto wa Mungu, they hear the voice of God wanasikia sauti ya Mungu and they follow. nao wanaifuata. Number 2, Jambo la pili, the voice of your flesh. sauti ya mwili wako, The voice of your flesh. sauti ya mwili wako, The voice of your flesh. sauti ya mwili wako. Your flesh Mwili wako will always want to lead you, utataka kila wakati to cause you kukuongoza, to do things kukusababisha kuyafanya that mambo are contrary to the will of God. ambao ni kinyume na mapenzi ya Mungu. The flesh Basi mwili will tell you utakuambia to disobey God. ukose kumtii Jesus Mungu. is saying Yesu in akasema Matthew 26 verse 41, kitabu cha Mathayo the 26:41, spirit is willing, basi roho iko but radhi, the body is weak. lakini mwili In other words, mnyonge. Kwa maneno The mengine, spirit roho wants to do the will of the Father, anataka kufanya mapenzi ya but Baba, the body lakini is mwili telling you not to do. unakuambia usifanye. The voice of the flesh. Sauti ya mwili. Many people, Watu wengi we have found ourselves into problems tumejipata wenyewe katika shida, because of our flesh. ni kwa sababu ya If miili you yetu. listen to your flesh, Ukiusikiza mwili you wako, will not do the will of God. hautayafanya mapenzi ya Mungu. Number 3. Jambo la tatu, Number 3. sauti ya The tatu, voice of your mind. sauti ya akili zako, The voice of your mind. sauti ya akili zako. Proverbs 23 verse 7 says, Basi kitabu cha Mithali 23 inasema as hivi, he thinketh in his heart, vile unavyohisi ufikiria katika roho so yako, is he. vivyo ndivyo utakavyokuwa. What are you thinking about? Je, unafikiria kuhusu nini? What is in your mind? Ni nini hicho ambacho katika When mawazo you yako? don't have money, Kama hauna pesa, when you don't have nobody around you, kama hakuna mtu ambaye karibu na when you wewe, are sick in your body, kama wewe ni mgonjwa katika what mwili are you wako, thinking je, about? unafikiria kuhusu When nini? your business is not doing well, Wakati biashara yako haifanyi what vizuri, is in your heart? je, ni nini kilicho moyoni The mwako? way you think, Vile that unavyofikiria, is what you will react. hivyo ndivyo Many utakavyotenda. people Watu wengi react wanafanya mambo according to their mind. kulingana vile ambavyo wanafikiria, As he thinketh in his heart, vile anavyowaza katika moyo wake, so is he. vivyo ndivyo The alivyo. voice of your mind. Sauti ya akili yako. Some people's mind Akili za watu has fulani made them to do wrong things. zimewasababisha kuyafanya mambo vibaya. Number 4, Namba 4, the voice of the devil. sauti ya shetani. Listen to me. Nisikilize, When you have a problem, kama una shida, the devil will come. shetani atakuja. The devil will speak. Shetani atakuja. In Genesis chapter 3, Kitabu cha Mwanzo 3 verses number 4 and to 7, mstari wa 4 hadi 7. Adam and Eve in the Garden of Eden. Adamu katika bustani la Edeni. The Bible says, Bible nasema, and the serpent, the devil, na nyoka kwa mfano wa came shetani to Eve akamwendea Hawa and he began to speak. na akaanza kuongea, And by the end of the day, na mwisho wa siku Eve Hawa did as the devil had spoken to her. akajua kwamba shetani alikuwa ameongea na yeye. Child of God, Mtoto wa Mungu, not every voice sio kila sauti you hear today unasikia leo is a voice of God. ni sauti ya Mungu. Sometimes Wakati the fulani voice, sauti deceiving voice, sauti seems to be more sweeter sauti ya kudanganya na kuwa tamu than the voice of God. kuliko sauti ya And Mungu. many people Na watu wengi have obeyed wametii the voice of the devil. sauti ya And shetani. what happens? Kinachofanyika ni nini? After some time, Baada ya muda fulani you begin to cry. unaanza kulia. If you want to know Kama unataka the kujua voice you had, sauti it uliyosikia was not the voice of God, kwamba haikuwa ni sauti ya is Mungu. when you come to the end. Unapofikia The mwisho wa Bible siku, says, Bible nasema, better is the end of a thing basi ni afadhali mwisho wa jambo than the beginning thereof. kuliko mwanzo wa It jambo. is not how you begin, Sio vile ambavyo but unavyoanza, how you end. ni vile I unavyomalizia. speak to you, Ninaongea na wewe, you business people. watu wa You will biashara, not listen
listen to the hamtasikiliza voice of the devil sauti ya to shetani make you a cripple in your business. kufanya kilema katika biashara In the yako name of Jesus. katika jina kuu la Yesu Kristo. Number 5, Namba 5, the voice of your friends. sauti za marafikizo, The voice of your friends. sauti za marafiki wako. In Luke chapter 15, Kitabu cha Luka 15 verse 11 to 14. Luka 15, 11 hadi 14. The Bible gives us a story of a prodigal son. Biblia inatupa hadithi ya mwana mpotevu. Because of friends, Ni kwa sababu ya the marafiki. inheritance the father gave to him, Basi urithi ambao baba yake alikuwa amempa, he squandered all with his friends. basi akataupanya pamoja na marafiki The zake. Bible says Bible inasema he joined up akajiunga pamoja to the royalties. na wale watu wa barabara. After joining to them, Baada ya kujiunga nao, they took him wakamchukua to a far country. mahali pa nchi ya And mbali, in a far country, na katika nchi ya they mbali began to swallow and destroy everything. wakaanza kumeza na By kuharibu the kila kitu. time they were done with him, Basi wakati walipomalizia na yeye, he had nothing. alikuwa hana kitu, He had nothing. alikuwa hana kitu. Child of God, Mtoto wa Mungu, the question I ask us today, swali na kuuliza leo, who is your friend? je, rafiki yako ni nani? Your friend Rafiki yako will take you up. atakupeleka juu, Your friend rafiki yako will take you down. atakupeleka chini pia. Who is your friend? Rafiki yako ni yupi? In the beginning, Hapo mwanzo God spoke the word. Mungu aliongea neno. This morning, Asubuhi ya as leo I finish my message, napotamatisha ujumbe let me wangu, say this. wacha niseme There hivi: is a word of God. kunano neno la And Mungu, this word of na God hili neno la Mungu will carry through litabeba every challenge kila you changamoto are facing today. ambao unapitia In the leo name of Jesus. katika jina la Yesu. Let us be on our feet. Wacha tusimame kwa miguu yetu, Let us be on our feet. tusimame kwa miguu yetu In the name of Jesus. katika jina kuu la You Yesu. might be there. Labda uko mahali You pale, have a challenge. wewe una You changamoto, have an issue uko na jambo la in your kusumbua body, katika mwili in your wako, business, katika biashara in your yako, family. katika familia There yako. is something Kunalo jambo that is troubling your mind. ambalo linasumbua akili You yako. feel, Unahisi you have hit the wall. umefika mwisho, You don't know what next. haujui I want to kitakachofuata. pray with you. Ningelipenda niombe na Those one wewe, of us watching on your Facebook and YouTube, wale ambao mnatutazama kupitia kwa right mitandao, where you are, mahali popote ulipo, this morning, asubuhi ya there leo is a word kunalo neno for your condition. kwa ajili ya hali If you yako. are in the hospital, Kama uko in hospitalini, that hospital bed, kwa hicho kitanda cha I declare to hospitali, you, in the ninakutangazia name of Jesus, katika jina la you will Yesu, not die, but hautakufa you will live lakini to utaishi give God the glory. kumpatia Mungu In the name of utukufu Jesus. katika jina la If you Yesu. have a challenge, Kama una you need changamoto, God to address. unahitaji Mungu aangalie This morning, changamoto. Asubuhi ya I want you leo to lift up your hand. nataka uinue mkono Right wako where juu, you are. mahali popote I'm ulipo, going to speak nenda the kuongea word of God neno la Mungu in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Father, Baba, in Jesus' name, katika jina la Yesu, over every hand juu ya kila that mkono is raised this morning, ambao umeinuliwa asubuhi ya I leo, send your word. natuma neno I lako, declare your word. natangaza neno I lako, speak with authority. nazungumza na And I mamlaka, say, Father, na ninasema Baba, let there be order. wacha kuwa na Let there mpangilio, be a breakthrough. wacha kuwa na Let upenyo, there be healing. wacha kuwa na Let uponyaji, there be miracles. wacha kuwa na In the miujiza name of Jesus, katika jina la I Yesu. declare where Linatangaza your people are going down, watu wako wanapenda let chini, your spirit wacha na roho begin wako to raise them up. aanze kuwainua juu In the name of Jesus, katika jina la I Yesu. speak right now Nazungumza to sasa those hivi who are sick, kwa wale ambao ni wagonjwa, receive healing. pokeeni In the uponyaji name of Jesus, katika jina la I Yesu. declare now, Ninatangaza by the sasa stripes of Jesus, kupitia kwa mapigo ya you Yesu, are healed. nyinyi mmepona In Jesus' name, katika jina la thank you, Yesu. Father. Asante In Baba, Jesus' name we katika pray. jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Let us appreciate the Lord. Pigeni Bwana makofi. Appreciate the Lord. Pigie Bwana makofi. Appreciate the Lord. Pigie Bwana makofi. Amen. Amen. Those ones watching us, Wale ambao mnatutazama, those ones here,
na wala tuko hapa if you are not born again, kama wewe haujaokoka, you don't know Jesus haumjui Yesu as your personal Savior. kama mwokozi I wako, want to lift up your hand ningelipenda uinue as mkono I wako lead you juu to the prayer of repentance. napo kuongoza katika ombi la toba In Jesus' name. katika jina la Yesu. Say, Father, Sema Baba, in Jesus' name, katika jina la Yesu, today siku ya I leo confess ninakiri I am a sinner. mimi ni mwenye I dhambi. give my life Ninatoa maisha to yako you kwako in the wewe name of Jesus. katika jina la Yesu. I pray, Father, Ninaomba Baba, from today, kutoka siku ya I'm born leo again. na kuendelea, Lead me niongoze by your Spirit. kwa Roho wako. In Jesus' name I Katika pray. jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. If you are here, Kama uko hapa, you have said the prayer. umeomba ile ombi, After we share the grace, baada ya kusema neema, come and see me. njoo unione. If you are watching us Kama tutazama on Facebook, kwa Facebook, YouTube, YouTube, you have confessed, umekiri accepted Jesus na umemkubali as Yesu your personal Savior. kama mwokozi wako. If you are not kibinafsi. far from us, Kama hauko mbali nasi, reach us tufikie on Facebook. kwa Facebook, We will accept you, we will receive you tutakukubali, tutakupokea in Jesus' name. katika jina la Yesu. If you are far, Kama uko mbali, look for a church wewe tafuta kanisa near where you are. mahali karibu Go nawe, to the church, enda kwa hilo kanisa, identify yourself with the pastor, basi jitambulisha na mchungaji, and God will bless you. naye Mungu atakuwa I want kubariki. you to turn to your neighbor Basi mgeukie jirani as wako we share the word of grace. napo shiriki ni maneno ya neema. And may the grace Our Lord Jesus Christ, of our Lord Jesus the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever, ever. Amen. Amen. You are blessed. God bless you. Have a great week. Clearly, see for voices.